Tunataka tutoe tahadhari na tutoe maonyo kwa baadhi ya watu kwa mambo ambayo tunayaona katika zama hizi hivi sasa, min ihmalin wa tafritin, swala la kuterekeza na kuzembea jambo zima la malezi ya watoto. Na haya twayaona kwa wakina baba na wakina mama, nanyi mnayashuhudia au mnayasikia. Watu wanaterekeza watoto wao na kuwaacha, na kuna asbabu nyingi. Imma li jahlihim, inawezekana ni kwa sababu ya ujinga wao. Ni watu wajinga, hawajajua maana ya malezi kwa ukamilifu wake. Yeye anafikiria kulea ni kumlea mtoto kwenye kiwiliwili chake, akampa huduma za kumstawisha mwili wake, akasahau kwamba katika malezi makubwa ni kumlea mtoto kiroho. Kwa hivyo utakuta mtu masha Allah, wanapolala watoto wake, wanavyokula, skuli wanazosoma, maisha wanayoishi, wanavyovaa, ni mtu anatoa juhudi, ni mtu anatoa kwa watoto wake na familia yake, lakini kaishia hapo, akidhani kwamba haya ndio malezi na huko ndio kuwapenda watoto, akasahau kuwalea malezi ya kiroho kwa kuwapa mafundisho ya dini na kuwasimamia juu ya hilo katika utekelezaji wake. Na hili la kutokujua uhalisia wa malezi limewasibu wazazi wengi. Pana wengine wakawachukua watoto wao kwa sababu ya ujinga na kutokufuatilia mambo ya dini, wakawakabidhi watu ambao mikono yao si salama kiulezi. Skuli anayompeleka au chuo anachompeleka au college anayompeleka, mikono ya watu hao sio salama. Mtu akamtia mwanae katika kituo cha watu wa bid'a, minasufiyin, masufi, au alhizbiyin alharakiyin, au mahizbi wana harakati, au katika kituo cha mashia au kituo cha maibadhi, vituo ambavyo vinazidhihirisha alama zao na wanaitangaza misimamo yao, na pengine wale wanafunzi wao wamepewa maelekezo ya mambo kadha wa kadha kuyafanya kwa mujibu wa itikadi zao. Mtu bila kujali unamwona amchukua mwanae anamtia katika maskuli kama hayo, wa huwa sunni pengine, na wengine ni juhal, hawafahamu, anaangalia dhawahir, mambo ya dhahiri peke yake. Bali pana watu wamewapeleka watoto wao hata katika vituo vya makafiri, kufar, makafiri wenye chuki. Mtu kamchukua mwanae kampeleka huko, waambia mtoto wa fulani yuko huko kwenye shule ya mission huko ni kwaya tu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Anakuwa katika i'tiqadat al-kufriya, na yeye hajali, na pengine alipa fedha nyingi kwenye karo kwa sababu anatafuta dunia kule. Ni shule nzuri, yafaulisha sana, wako serious sana, kwa hiyo nataka kijana aende huko, wawapeleka huko. Ndio hawa tunawaona kwenye majukwaa wakizungumza, wana majini ya Kiislamu lakini ni majitu mazuzu. Namsikia mtu aropoka tu. Mimi alhamdulillah pande zote mbili nipo mimi. Huku kwa Waislamu nimezaliwa na huku kwa Wakristo nimelelewa. Mimi sichagui. Haya maneno ya wajinga, lakini ndivyo walivyokuzwa. Na wengine kwa sababu ya ujinga wao wakawatia watoto kwenye vituo vya maasi na munkarati. Mtu anampeleka mtu kwenye akademi za mpira, mtoto mdogo hajui suratul Fatiha, hamjui Allah, hamjui Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hajui adhkari za kawaida za kulala, za kuamka, za kuingia chooni, za kuingia nyumbani, za kutoka, za kuingia msikitini. Adhkari hizi mukhtasarat hajui. Mtoto bado mbichi kabisa, amchukua anamtia kwenye klabu ya mpira, academy ya football. Bwana hiyo ataka mwanae akawa mchezaji fulani huko Europe huko au si wapi huko. Na wengine wakawateka katika vituo vya sanaa, ikawa mtoto afundishwa nyimbo, kupiga vinanda, magitaa, afundishwa kuimba, afundishwa kukata viuno na kucheza masaa. Na mtu anaona haya ndio malezi. Huyo kutoka skuli kituoni kule, hataki kumuona kizunguka, hataki kabisa, adhani kwamba haya ndio malezi. Huu ni ujinga.